Taarifa kumuhusu Humphrey Polepole ni za kustaajabisha. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Taharuki iliyotikisa mitandao ya kijamii na kuenea kwa kasi jijini Dar es Salaam imepata mwelekeo mpya baada ya taarifa kuthibitisha kuwa mwanasiasa maarufu Humphrey Polepole yuko hai na ameonekana katika eneo la Kigamboni. Uthibitisho umeibuka kufuatia siku kadhaa za sintofahamu zilizosababishwa na madai kwamba alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana katika mazingira yaliyotia hofu kwa familia, marafiki na wafuasi wake wa kisiasa. Habari za kuonekana kwake salama zimepunguza presha iliyokuwa imejengeka haraka ndani na nje ya mitandao, lakini kabla ya hali hiyo kutulia, simulizi ya tukio linalodaiwa kutokea karibu na roundabout ya nyumba namba 4 Kigamboni lilikuwa tayari limeshika kasi na kukuza mjadala mpana kuhusu usalama wa wanasiasa na uwajibikaji wa vyombo vya dola. Madai ya kutekwa yalitolewa na ndugu yake Augustine Polepole, ambaye alieleza kuwa tukio hilo lilitokea katika mazingira ya kutatanisha. Kwa mujibu wa maelezo ya familia, tukio hilo lilizua taharuki kubwa, likachochea jitihada za dharura na kufuata taarifa ama kutafuta taarifa sahihi kuhusu alipo mwanasiasa huyo. Na katika saa za mwanzo baada ya madai hayo kusambaa, kulikuwa na mkanganyiko mkubwa, huku ujumbe ukirushwa kwenye majukwaa mbalimbali ya kijamii ukieleza hofu, hasira na mshangao. Kigamboni, eneo la pwani lilokuwa na kasi na linaunganisha makazi mapya na kitovu cha jiji la Dar es Salaam, ghafla lilijikuta katika hali ya tahadhari ya kitaifa. Eneo la roundabout lilotajwa likageuka kuwa kitovu cha simulizi iliyojaa maswali kuhusu usalama wa raia na hasa watu wenye hadhi ya kisiasa. Hali hii rejesha kumbukumbu za matukio ya nyuma yaliyoibua wasiwasi juu ya watu wanaodaiwa kutoweka au kushikiliwa katika mazingira yasiyoeleweka. Na katika siku za hivi karibuni, Tanzania imekuwa ikishuhudia mijadala ya mara kwa mara kuhusu ulinzi wa wanasiasa, wanaharakati na watu mashuhuri. Tukio hili liliongeza uzito katika mjadala huu, likiibua wito wa uwazi na hatua za haraka kutoka kwa mamlaka husika. Hata hivyo, kabla ya kauli rasmi kutolewa na vyombo vya dola, taarifa za kuonekana kwa Polepole akiwa salama zilianza kusambaa. Mashuhuda kadhaa walidai kumwona katika maeneo ya Kigamboni, hali iliyogeuza mwelekeo wa mjadala na kutoka kwenye hofu ya utekaji mazungumzo yakahamia kwenye tathmini ya chanzo cha taarifa za awali na mazingira yaliyopelekea kusambaa kwake kwa kasi. Mitandao ya kijamii ilichukua jukumu kubwa katika kueneza taarifa hizo, na ni jambo ilionyesha nguvu na hatari ya mawasiliano ya kidijitali katika nyakati za dharura. Na wakati taarifa ama taharuki ikiendelea, Augustine Polepole aliibua hoja kuhusu nafasi ya mipaka ya vyombo vya ulinzi na usalama, akitaja hasa jeshi la wananchi wa Tanzania. Na hoja hiyo iligusa kiini cha mjadala mpana kuhusu mgawanyo wa majukumu kati ya jeshi na polisi na katika kushughulikia masuala ya usalama wa raia. Kwa mujibu wa muundo wa kikatiba na kisheria wa Tanzania, jeshi lina jukumu kubwa la kulinda mipaka na usalama wa taifa dhidi ya vitisho vya nje, na huku jeshi la polisi likiwa na dhamana ya kulinda usalama wa ndani na kushughulikia uhalifu. Kauli hii ilichochea mjadala mpana miongoni mwa wadau wa siasa, sheria na haki za binadamu kuhusu iwapo ni sahihi kwa jeshi kuhusishwa katika masuala yanayodaiwa kuhusisha utekaji au kushikiliwa kwa raia. Na katika historia ya nchi kumekuwa na nyakati ambazo vikosi vya ulinzi vimehusishwa katika operesheni maalum za ndani, hasa pale ambapo maslahi ya usalama wa taifa yanatajwa kuwa hatarini. Hata hivyo, mipaka hiyo imekuwa ikihitaji ufafanuzi wa wazi ili kuepuka mkanganyiko na kulinda misingi ya utawala wa sheria. Wakati huo, wadau wa haki za binadamu walisisitiza umuhimu wa mamlaka kutoa taarifa rasmi na za kina ili kuondoa sintofahamu. Uwazi katika kushughulikia matukio ya aina hii umetajwa kuwa nguzo muhimu ya kujenga imani katika harakati ya wananchi na vyombo vya dola bila mawasiliano ya haraka na yenye uwazi.
Pengo la taarifa hujazwa na uvumi na hali inayoweza kuongeza taharuki na kuathiri utulivu wa jamii. Kuonekana kwa Polepole akiwa hai kulileta afueni ya haraka. Wafuasi wake na wananchi kwa ujumla walipunguza hofu iliyokuwa imejengeka. Hata hivyo, tukio hilo limeacha alama ya maswali kuhusu mnyororo wa taarifa uliopelekea madai ya utekaji kusambaa kwa kasi kiasi hicho, na limeonyesha pia namna ambavyo taarifa zisizothibitishwa zinavyoweza kubadilisha hisia za umma ndani ya muda mfupi. Na katika muktadha mpana wa siasa za Tanzania, usalama wa wanasiasa ni swala nyeti, na taifa limewahi kushuhudia matukio yaliyogusa mioyo ya wengi. Na kila tukio jipya linalohusisha madai ya kutekwa au kutoweka kwa mtu mashuhuri huchochea kumbukumbu hizo. Na hivyo hata kabla ya uthibitisho rasmi, taharuki huweza kuenea kwa kasi kutokana na historia ya mazingira ya kisiasa yaliyopo. Tukio hilo pia limeangazia umuhimu wa mifumo thabiti ya mawasiliano wakati wa dharura. Na katika enzi ya mitandao ya kijamii, taarifa moja inaweza kusafiri kutoka simu moja hadi maelfu ya watu ndani ya sekunde chache. Bila uthibitisho wa haraka kutoa na mamlaka, simulizi zinaweza kujengwa na kubadilika kwa kasi, zikaunda taswira inayoweza kuwa mbali na ukweli halisi. Kwa sasa hali inaonekana kutulia baada ya taarifa za kuonekana kwa Polepole zenye kuthibitisha kuwa yuko salama. Hata hivyo, mjadala haujaisha. Tukio hili limeibua wito wa kuimarisha mifumo ya utoaji taarifa, kuboresha uratibu kati ya vyombo vya dola na kuhakikisha kuwa matukio yanayohusu usalama wa watu mashuhuri yanashughulikiwa kwa haraka na kwa uwazi. Kwa familia ya Polepole, siku ya sintofahamu zilikuwa jaribio la uvumilivu na imani, na kwa umma ilikuwa ni somo kuhusu nguvu ya taarifa na wajibu wa kila mmoja katika kusambaza habari kwa tahadhari. Kwa vyombo vya dola limekuwa ni onyo kuhusu umuhimu wa mawasiliano ya haraka na ya wazi ili kuzuia uvumi usiokuwa na msingi. Na mwisho wa taharuki hii haujafuta maswali mapana kuhusu usalama wa wanasiasa na wanaharakati nchini. Badala yake umefungua ukurasa mpya wa mjadala kuhusu uwajibikaji, mipaka ya mamlaka na ya vyombo vya ulinzi, na nafasi ya jamii katika kudhibiti kesi ya taarifa zisizothibitishwa. Na katika mazingira ambayo siasa na teknolojia vinaingiliana kwa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote, tukio la Kigamboni linabaki kwa kielelezo cha jinsi simulizi moja inaweza kubadilisha hali ya kitaifa ndani ya muda mfupi. Kadri wananchi wanavyoendelea kufuatilia kwa karibu, matarajio makubwa yapo tu kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa ukweli kamili wa kilichotokea unawekwa wazi na hatua stahiki kuchukuliwa pale inapobidi. Lengo kuu linabaki kuwa kulinda usalama wa raia, kuhifadhi imani ya umma na kuhakikisha kuwa matukio yanayozua taharuki kama haya hayajirudi tena katika sura na mazingira yanayofanana.